Karibu wapenzi watazamaji kwenye ukumbi huu wa Tanzania News Today. Ukumbi mahala ambapo utakuwa unapata taarifa za ukweli, taarifa za utendeti, na ni ukumbi ambao tumeweza kuanzisha kwa minajili ya sisi wa Tanzania kupata taarifa za ukweli, kwa sababu media zingine huwa zinaficha taarifa, lakini papa hapa tutakuwa tunazungumzia kila kitu, tunakiweka bayana. Kwa hivyo endapo unanipata kwa mara ya kwanza kwenye ukumbi huu wa Tanzania News Today, hapa ndipo utakuwa unapata Bwana Ezra kuanzia sasa kwenda mbele, ili kuweza kukuchanganulia taarifa za ukweli. Tafadhali subscribe, sambaza kanda zetu ili tuendelee kukaa familia kubwa. Tunalenga kufikisha subscribers 30,000. Kuna barua ambayo imeweza kutolewa kwamba Samia aliandikiwa waraka na mahakama ya jinai ya kimataifa ICC ikimtaka kwamba asafiri mpaka ICC kwenda kujibu maswali kuhusiana na maafa ya raia wengi zaidi Tanzania, ukipenda maafa ya halaiki, mahala ambapo serikali yake Samia inatuhumiwa kwa kuwaua Watanzania wengi zaidi ya 10,000 ili kusalia madarakani. Sasa kuna barua ya pili ambayo imetumwa kutoka mahakama ya jinai. Kulingana na jinsi ambavyo nimeweza kuisoma hii barua, inaelezea kwamba kuna barua ya kwanza ambayo iliweza kutumwa Ikulu Kuu ya Chamwino Tanzania kwa uongozi wa Samia, hiyo barua ikimtaka aende kujibu maswali kuhusiana na kesi ambayo Samia aliweza kushtakiwa baada ya mauaji ya kimbari mwezi wa Oktoba Tanzania. Nimeweza kuisoma hii barua. Hii barua ni ya mrejesho. Inaonekana kwamba inajaribu kumkumbusha Samia kwamba haujaweza kulijibu ama kuijibu barua yetu ambayo tuliweza kukutumia mwanzo. Na sasa hii barua inamkumbusha tena mbona aliweza kuitwa ICC. Jinsi ambavyo unaiona hiyo barua, hii barua imeweza kutolewa kisiri sana kutoka Ikulu ya Tanzania, kwa sababu taarifa kama hizi, mpenzi mtazamaji, ni za siri, huwa zimefichwa, lakini kuna watu ambao wanazitoa hizi taarifa. Taarifa hiyo inasema kwamba addressing the ICC summons, yani wakizungumzia kuhusu taarifa ambazo Samia aliweza kutumiwa kuelekea Ikulu ya Chamwino kumtaka aende kujibu mashtaka ya mauaji ya kimbari ambayo yaliweza kutokea Tanzania. Unajua kuna kitu ambacho hakitaweza kusaulika. Kuna kitu ambacho hakitaweza kusaulika. Kitu ambacho kinaitwa mauaji ya kimbari Tanzania. Sasa barua hii naomba niweze kukuelezea kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu ukiangalia hiyo barua hapo imeweza kuandikwa kwa lugha ya Kimombo, lakini mimi nina uwezo wa kuangalia kitu na kukigeuza mara moja haraka kuelekea kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Inasema hivi: barua kuhusu wito wa ICC. Yani barua kuhusu wito wa ICC. Jinsi ambavyo wameandika hapo, addressing the ICC summons, wakaweza kuandika afisi ya mwendesha mashtaka, barua ya afisi ya usajili, wakaandika kwamba barua hii iliweza kutumwa kuelekea Tanzania
mnamo tarehe 10 Januari. Na ukiweza kuangalia leo ni tarehe ngapi mpenzi mtazamaji? Leo ni tarehe 14 Januari mwaka 2026. Kisha wakasema kwamba kesi hii ni ya 293 ICC mwaka 2025-26. Wakamtumia Samia Suluhu Hassan, wakasema kwamba anapatikana Dar es Salaam, Tanzania, na wakasema kwamba taarifa ya wito wa kufika ICC, letter regarding ICC summons, taarifa ya wito wa kufika ICC. Wakamwambia kwamba ndugu Samia, Dear Samia Suluhu Hassan, au ukipenda ndugu Samia Suluhu Hassan, natumai barua hii inakukuta ukiwa salama na kuandikia kuhusiana na maendeleo makubwa yanayomhusu rais wa Tanzania. Naomba nirudie kwa sababu najua kuyatafsiri maneno kuelekea kwa Kiswahili yatakuwa magumu kidogo, lakini nitajaribu. Natumai barua hii inakukuta ukiwa salama na kuandikia kuhusiana na maendeleo makubwa yanayomhusu rais wa Tanzania na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Mahakama ya ICC hivi karibuni imetoa wito rasmi unaomtaka rais kufika mbele ya mahakama hiyo iliyopo The Hague, Netherlands. Wito huu umetolewa kufuatia madai mazito ya mauaji ya halaiki, kutoweka kwa watu kwa nguvu na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ndani ya Tanzania. Makosa yanayochunguzwa yanaangukia katika kundi la uhalifu dhidi ya ubinadamu kama yanavyofafanuliwa chini ya mkataba wa Roma ambao ndio mkataba wa msingi wa ICC. Tuhuma za uchunguzi wanamwambia kwamba kwa mujibu wa wito huo, mwendesha mashtaka wa ICC anaendelea uchunguzi wa kina kuhusu madai haya. Msisitizo uko kwenye matumizi mabaya ya madaraka ya dola, kunyamazisha upinzani, kuwabana raia na kuwanyima uhuru wa msingi. Matendo haya yanatia wasiwasi mkubwa. Endapo yatathibitishwa kuwa ya kweli, yanawakilisha ukiukwaji mkubwa wa viwango vya sheria za kimataifa na haki za binadamu. Mkataba wa Roma unaainisha wazi wajibu wa viongozi wa nchi kulinda na kuheshimu haki na uhuru wa msingi wa raia. Mashtaka yanayomkabili rais wa Tanzania. Mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unaona hapo, hiyo barua inaelezea kwamba hivi majuzi mahakama iliweza kutoa wito rasmi unaomtaka Rais Samia Suluhu Hassan kufika mbele ya mahakama hiyo ya ICC ambayo ipo upande wa The Hague. Wito ambao ulitolewa kufuatia madai mazito ya kesi ya mauaji ambayo iliweza kufikishwa ICC na timu ya mawakili dunia nzima, na wakasema kwamba kitu ambacho kiliweza kusababisha kesi hiyo ikawasilishwa pale ni kuhusiana na mauaji ya halaiki, kutoweka kwa watu kwa nguvu, yani ile kitu ambayo inaitwa upotezwaji wa raia kama vile akina Humphrey Polepole na wengine. Vile ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ndani ya Tanzania. Wananchi wengi waliweza kupigwa kwa mtutu wa bunduki, wengine wakapigwa wakaachwa na majeraha makali. Huko ndiko kunaitwa ukiukwaji mkubwa wa haki. Makosa yanayochunguzwa yanaangukia katika kundi la uhalifu dhidi ya ubinadamu, na wamemweleza kwamba mashtaka hayo ambayo anazidi kuchunguzwa kwayo, ambapo ameweza kutakiwa kufika mbele yake kutoa ushahidi au kujitetea au kutoa maelezo yake, ni kuhusu uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kama
walivyosema kwamba maneno hayo yapo chini ya mkataba wa ICC. Sasa wanaeleza kwamba mwendesha mashtaka wa ICC anaendesha uchunguzi wa kina kuhusu madai haya, msisitizo huku kwenye matumizi mabaya ya madaraka ya dola kunyamazisha upinzani. Unajua, aswa wakati uliopita, yani mwaka uliopita, serikali ya Tanzania iliweza kutumia sana kitu ambacho kinaitwa mamlaka ya dola au ukipenda vyombo vya dola kunyamazisha wale ambao walikuwa wanapinga serikali na kuiambia serikali ukweli. Mliona Kitima alipojaribu kunyoosha sauti alishambuliwa. Mliona mtu mwenye anaitwa Humphrey Polepole alipojaribu kusema ukweli alipotezwa, mpaka siku hizi ni kufichwa tu, anafichwa. Mnaona mtu kama vile Tundu Lissu alipozungumza ukweli amefunguliwa mashtaka ya uhaini. Watanzania ndugu zetu ambao walikataa utawala mbovu wa Samia, Idi Amin, mama Samia aliweza kufungulia jeshi lake likamimina risasi kwa wananchi na wale ambao waliweza kuuawa wakawazika. Sasa haya ndio wanasema kwamba Samia aliweza kuwanyima uhuru wa msingi wa Tanzania, na matendo haya yanatia wasiwasi mkubwa endapo yatadhibitishwa. Kusema ukweli, kipindi ambapo kesi hii iliweza kuelekea upande wa The Hague, video nyingi ziliweza kutumwa pale, kanda ziliweza kuwasilishwa pale ambazo ni zaidi ya 100. Sasa ni wajibu wa ICC wasihongwe, wasikubali kuingiliwa, waweze kupeana haki mahala ambapo inahitajika. Samia alifikiri kwamba yeye ndiye mkubwa zaidi dunia nzima. Ona sasa ameitwa. Mimi naomba kwamba ICC iweze kushikilia hapo. Ninajua machawa wake wataenda kusema kwamba hiyo barua ni feki. Siku gani nimewahi waambia taarifa za ukora? Siku gani mpenzi mtazamaji nimewahi waeleza taarifa ambazo ni za ukora? Taarifa ambazo mimi nawapea ni za ukweli. Kwa hivyo machawa wa Samia lazima mjue kwamba mama yenu ambaye ni muuaji ameweza kutumia barua hizi 2. Barua ya kwanza ni ya kumwalika, na barua ya pili, mpenzi mtazamaji, wameweza kuifuatilia tena barua yao ambao waliweza kumpea Samia na Samia hajaweza kujibu. Waliweza kumpea wito, hajaweza kujibu. Tena wamempea barua nyingine ya kumkumbusha kwamba tulikutumia barua, mbona hujaweza kujibu, na unatakiwa uje mbele ya ICC kuweza kutoa maelezo kuhusu mauaji ambayo yaliweza kutendeka. Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni tunamuomba aweze kusimama na wanyonge ndani ya Tanzania, aweze kusimama na wale ambao waliweza kupoteza ndugu zao ndani ya Tanzania, angalau wapate haki. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Mimi ninaomba kwamba hata akienda pale afungwe mpaka haki iweze kupatikana. Mimi ni Bwana Ezra. Subscribe kwa hichi kituo ambacho kitakuwa kinazungumza ukweli, kitakuwa kinakupea taarifa kwa utendeti. Asante sana, ubarikiwe.